Kwenye lesson hii tunakwenda kuangalia kufanya review ya Service Delivery Survey Report ambayo ni sehemu ya kufanya performance and capacity analysis wakati tunafanya situation analysis. Ambapo kwa nini tunafanya review ya Service Delivery Survey Report? Service Delivery analysis inatusaidia kuangalia the other side of the coin, kujua mtazamo wa wadau wetu ambao huwa tunawapa huduma. Inatusaidia kama wakati tunafanya strategic planning kuweza kureflect user experience rather than internal assumptions. Watu wengi sana huwa wanaassume tu kwamba tunafanya hivi, tumeperform vizuri, lakini haujui upande wa pili wa shilingi, wadau wako wanasemaje. Sasa ukitaka kupata feedback kutoka kwa wadau wako, huwa tunafanya service delivery survey. Kwa wakati tunafanya strategic planning, kama una service delivery survey report, anza kuipitia. Lengo ni kuanza kupata the other side of the coin. Tunasema ni kama kioo, kinakupa jinsi ambavyo taasisi yenu inaonekana nje ya kwenu nyewe wenyewe, kwa sababu tukiwa ndani sio wenyewe tunatengeneza ripoti ambazo tunajifavor kwa kiasi kikubwa, sababu of course kwa kawaida wachache sana ambao wanapenda kusema mapungufu yao kwa uwazi. Kwa hiyo wadau wa nje ndio wanapata fursa sasa ya kukuambia okay, yote mlioyafanya. Kwa mfano tumefanya review ya performance indicator, utakuta watu tuna perform vizuri, lakini ukienda kwenye reality, is it true? Kwa mfano tume automate systems, is it true kwamba ule ku automate system kumesaidia wadau au kunazidi kuleta shida? Kwa hiyo ni mambo ambayo yanatusaidia. Sasa role kwenye strategic planning ya kufanya review ya service delivery survey findings ni complement ile past performance review tuliojifanyia, kwa maana ya sisi tulivyotekeleza zile performance indicator zetu, zile indicator tulizochukua tumewekea. Kwa hiyo inatusaidia ku identify issues ambazo sio rahisi kuziona kwenye internal reports. Inatusaidia ku identify issues ambazo it's not easy kuziona kwenye internal reports, kwa sababu kwenye internal reports huwa tuna tendency ya kufilter yale mambo ambayo yanaonekana sio mazuri, huwa wengi hawatamani sana kuyaona kwenye reports zao. Kwa hiyo inasaidia ku identify hizo issue na kuonyesha namna gani tutaboresha kwenye SP yetu. Kwa hiyo huwa tunafanya validate internal performance findings, tuna identify hidden services delivery challenges, tuna enhance accountability and responsibilities, lakini pia inatusaidia kupata issues za kuingia nazo kwenye SOC analysis, kupata issues zetu kuweza kwenye strength, kuziweka kwenye weaknesses, kuziweka kwenye opportunities na kuziweka kwenye challenges wakati tunafanya SOC analysis. Pia inatusaidia ku identify critical issues za kuziaddress. Ndio advantage ya kufanya review ya service delivery survey. Steps zinazotumika of course zinategemeana, lakini wengi kama hujafanya unatakiwa compile, kama umeshafanya una compile zile survey reports na data set kama unazo. Tutegemei wakati unafanya strategic planning huwe hujafanya service delivery. Kama hujafanya of course huwezi ukareview sehemu. Tushauri ufanye service delivery at the same time unapofanya strategic planning. Ni study ambayo inatakiwa ilishafanyika, wewe unachukua tu zile report zake, uta extract key indicators kutoka kwenye ile service delivery service. Not all indicators lazima uzichukue, utachukua zile key ambazo ziko relevant na institution yenu na as a core functions. Alafu uta analyze satisfaction level kama zipo, lakini utaangalia kama kuna findings, utazichukua tu zile findings, disaggregate data kama kwenye regions. It's better ukawa kama kwa mfano mna ofisi za mikanda za mikoa, ni vizuri kazi disaggregate, kwa sababu sometimes unaweza kukuta hiyo issue iko localized kwenye eneo fulani, sio for the whole institution. Kwa zile efforts zikawa sana mna base kule kwenye changamoto, lakini uta identify root cause ya dissatisfaction kama imetokea, afu baadaye uta links findings zako na strategic implication kwenye strategic planning. Alafu output sasa ambayo tunaitegemea ukifanya vizuri ni kuwa na matrix ambayo ina outline key issues zilizozipata kutokana na hapo, ambapo kwenye matrix kikubwa tunataka uone service indicator, satisfaction level kwenye hiyo service, key issue ambayo imekuwa identified, root cause ya hiyo key issue. Sisi tukisema kuna wateja hawaliziki, ikiwezekana ukaende zaidi useme kwa nini hawaliziki, upate hiyo root cause ambazo wakati tunazifanya kwa interview kwa wale wadau wetu. Alafu kuna issue ya implication sasa,
lakini pia tunasema recommended actions. Unadhania kwenye SP inayotengenezwa what are the issues ziwe addressed based ya hizo nani. So tunasema SDS matrix ina provide structured findings, hiyo matrix, into an actionable insights and ensure consistency in analysis. Na the good thing ni kwamba kwenye hii session nimeweka hapo chini ya hii video unayoangalia annex hiyo. Upon you kama unaona inakufaa, we download na kuangalia jinsi ambavyo utaitumia kwenye level ya taasisi yako kama unaona itakusaidia. Otherwise tuonane katika session inayofuata. Asante sana.